Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati wa neno mchana wa leo. Nataka kulileta neno la tumaini. Ayubu akawa amepoteza tumaini katika maisha yake. Wakati wa dhiki ilipompata Ayubu, hakuona msaada wa mwanadamu, wala hakuona msaada hata wa jamii yake, hakuona msaada wa rafiki zake, hakuona msaada hata wa bibi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Ayubu alikuwa ameganda katika imani. Alikuwa amesimama akijua ya kwamba tegemeo lake ni Yesu Kristo. Na imani yake Ayubu aliijenga ndani ya moyo wake. Alitembea akijua ya kwamba yeye anatembea na Bwana na Bwana yuko pamoja naye. Neno linasema ya kwamba Ayubu akapatwa na magonjwa kiasi cha kuwa mpaka marafiki zake wakamkimbia. Ayubu akapatwa na dhiki kiasi cha kupoteza watoto wake na mali yake. Marafiki zake wakamjia Ayubu, wakamwambia ya kwamba Ayubu, ni wakati wa kumkana Bwana Mungu wako, maana inaonekana hawezi akakusaidia katika ugumu ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini neno linasema ya kwamba Ayubu alisimama katika kumtegemea Mungu. Akasema ya kwamba hata kama nife najua ni Bwana, nikiishi pia ni Bwana, so nitazidi kulitukuza jina la Bwana mpaka lile alilonipangia Bwana akapate kunifadhia nalo. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu yakamjia Ayubu, kama vile ambavyo wapendwa mchana wa leo tunayaona majaribu mbele yetu yametuzoa, maana maji ni mengi. Hatujui tutaanzia wapi na tutamalizia wapi. Tumekuwa watu wa kupangiwa njama, tumekuwa watu wa kunungunikwa, tumekuwa watu wa kutengwa hata na jamii zetu kwa sababu ya ile dhiki iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchana wa leo kunalo tumaini Bwana anaenda kuliachilia ndani ya mioyo yetu. Kunalo tumaini la uzima mpendwa, Bwana anaenda kuachilia. Kunalo tumaini la kuinuliwa mpendwa, maana Bwana anaenda kuliachilia. Anasema ya kwamba hata kuacha mchana wa leo, atahakikisha amekushika mkono, amekutoa katika tundu la simba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee kitabu cha Ayubu. Ayubu 14 mstari ni wa 7 mpaka wa 9. Nitasoma kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa 7 unasema, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani, na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ayubu akaambiwa ya kwamba bado yako matumaini, kwani yako matumaini ya kwamba hata mti ukikatwa mzizi yake huozea michangani, na kwa harufu ya maji huchipuka, na chipukizi lake halitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mpendwa, mchana wa leo, wewe uliyepoteza tumaini katika maisha yako, uliyepoteza mwelekeo katika kazi yako, nataka nikwambie Bwana ananena nawe ya kwamba yako matumaini. Kama ni kazi inaenda kuregeshwa tena, yako matumaini. Kama ni uzima unaenda kupokea tena, yako matumaini. Kama ni gereza linaenda kufunguliwa, maana Bwana anaenda kusimama pamoja naye. Matumaini ni kwamba ni wewe ukapate kuinuliwa. Matumaini ni wewe ukapate kubarikiwa. Matumaini ni kwamba ni wewe ukapate kupokea msimu uzima mchana wa leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Walikutabiria mengi katika maisha yako, walinena mengi juu ya nyumba yako, wakapoteza mwelekeo mpaka ukitembea wewe ni marehemu. Nataka nikwambie, ondoa marehemu mchana wa leo, maana Bwana anaenda kulia
ninaachilia tumaini. Tumaini la Bwana ni la uzima. Tumaini la Bwana ni la kuinuliwa. Tumaini la Bwana ni la kutakasika. Neema ya Bwana inaenda kukushukia, maana yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hata mti unapokatwa mizizi yake huozea michangani, na kwa harufu ya maji inaenda kuchipuka tena. Haijalishi ulikuwa umepandwa katika mahali gani, haijalishi ulikuwa umewekwa katika chungu gani, haijalishi umewekwa katika misimu gani, haijalishi umewekwa katika kifungo gani, Bwana anasema ya kwamba kunalo chipukizi inaenda kuchipuka tena, kunayo matawi yanaenda kuchipuka tena. Walikata mti mmoja, kuna miti 60 inaenda kuinuka tena. Walikata maisha yako wakasema ya kwamba wameyamaliza. Bwana anasema wanaenda kukuanzisha mwanzo mpya. Walichokipanga Bwana anaenda kukipendua, maana matumaini ya Bwana ni wewe ukapate kuinuliwa. Matumaini ya Bwana ni wewe ukapate kushikwa mkono, maana Mungu naye mwabudu ni Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Liko tumaini mpendwa, liko tumaini la wewe la kutembea katika Bwana. Liko tumaini la uzima katika maisha yako. Haijalishi kuna njama gani umepangiwa, haijalishi maadui wamekusanyikana ni kwa ajili yako, ili kutaka kuangamiza maisha yako, kutaka kudidimiza menendo yako, lakini Bwana anasimama akisema ya kwamba ninaenda kuchipua, maana kunao wasaidizi wanaenda kukuzunguka. Kunalo jeshi la Bwana limetumwa ni kwa ajili ya maisha yako, limetumwa ni kwa ajili ya nyumba yako, limetumwa ni kwa ajili ya watoto wako. Bwana anaenda kutuma jeshi lake ili wewe wakapate kuwa na msaada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yako matumaini, matumaini ya wewe kuendelea kuhubiri Bwana, matumaini ya wewe kuendelea kumwimbia Mungu, matumaini ya wewe kuenda kumsomea Biblia Bwana, maana Bwana anasema ya kwamba yapo matumaini mpendwa, tumaini la uzima, tumaini la amani, tumaini la upendo ninaenda kuachiliwa ni kwa ajili ya maisha yako. Mstari wa 8 alisemaje? Mstari wa 8 unasema ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani, na shina lake kufa katika udongo. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa michangani, lakini na shina lake hufa. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema ya kwamba wamesambaratisha maisha yako, maana walikuuza, umenyakuliwa, umezikwa. Wanasema ya kwamba hakuna siku utainuka tena, hakuna siku utaanza mwanzo mpya, hakuna siku utaendelea. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, Bwana anaenda kuachilia neema, anaenda kuachilia kufunguliwa kwako. Lile shina linaenda kuchipuka tena mpendwa, lile shina linaenda kuchipuka tena. Bwana anaenda kuachilia maisha mapya, mwanzo mpya unaenda kuanza ndani yako. Hautakuwa mtu wa kuombaomba tena, hautakuwa mtu wa kudharauliwa tena, hautakuwa mtu wa kutengwa tena. Bwana anaenda kuliachilia tumaini katika maisha yako mpendwa. Usiangalie majaribu yaliyo mbele yako, usiangalie dhiki iliyo mbele yako. Mwangalie huyu Yesu Kristo ambaye anakomboa, anaponya. Anaenda kukuponya ugonjwa ulio nao, anaenda kuponya matatizo ulio nayo, anaenda kufungua nyumba yako iliyofungwa. Huo moshi ulioingizwa katika nyumba yako, Bwana anaenda kukausha huo moshi. Neno la Bwana linaenda kusimama. Mwambie Bwana aingie ndani ya nyumba yako. Atakapoingia maisha yako yanaenda kubadilika. Zakayo alipomkaribisha Roho wa Mungu ndani ya nyumba yake, neno linasema ya kwamba Zakayo akaambiwa na Bwana, wokovu uko nyumbani mwako. Mwambie Bwana aingie ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana akabadilisha maisha yako. Mwambie Bwana akabadilisha menendo yako, maana wokovu unataka kupenya ndani ya moyo wako. Bwana akatembee pamoja nawe mpendwa. Yesu anataka kuingia, anatafuta mpenyo aingie ndani ya moyo wako, akapate kukushika mkono, akapate kukusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua juzi Jumatatu huyo ndugu yangu alikuja hapa na kilio. Mnajua kilio? Haujakutana na vilio bwana. Alinahadithia hiyo hadithi ya kushikitisha kama kilichompata ndugu yetu Mwatu, yeye kilimpata na yeye. Akaenda akasindikiwa kwa sababu wakati mmoja bibi yake aliokotwa ameoza. Bwana Yesu asifiwe. Akachukuliwa akaenda wekwa ndani vizuri. Naona huyo mama aliokotwa wapi? Danjali. Yes. Yule mama aliokotwa Danjali alikuwa ni bibi yake. Bwana Yesu asifiwe. So kesi kaendelea, akaonekana hana hatia, maana walikuwa wanapendana na bibi yake. Akaachiliwa. Alipoachiliwa, watoto wakachukuliwa na nyanya yao. Wakaenda wakakaa huko zaidi ya miaka 2. Wakaamua waje wamtembelee baba yao. Yule mama akasema ya kwamba hautawahi kuwatunza ama kuwalisha, kuwalea hawa wajukuu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Waliporudi mara ya pili wakaja wakaganda, wakasema kwamba sisi hatutarudi kule kwa nyanya, tunabaki na baba. Mzee akalipuliwa kichwa, akatoka wazimu. Watoto wamekuja wafurahikie maisha ya baba, baba akashikwa na wazimu. Hapa kaliki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu huku na huku ikamsaidia kidogo. Akabandikwa mzigo mwingine. Huo mzigo siwezi kuongea. So imemtatiza. Hata akiwa yuko kazini mchana, jamaa wale usiku anakosa usingizi. Alizunguka kiasi cha kuwa amelikosa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja juzi Jumatatu hapa. Nikaja akamwambia ukiamini nitakupeleka Hegi. Ni Hegi. Hii ni Hegi. Bwana Yesu asifiwe. Kamwambia ukiamini na moyo wako nitakupeleka Hegi na unaenda kupokea uzima kuanzia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tukamchukua Bwana tukamweka Hegi. Tukamwita malaika, tukamwambia Bwana, tazama nafsi, maana umesema ya kwamba bado yapo matumaini. Tumaini lake ni huyu akaendelee na maisha. Tumaini lake na akapokea uzima. Nataka Bwana ukapate kumshangaza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ukisema hakuna Mungu hujamuita wala hujafungua moyo wako Bwana. Alimuona Bwana. Ama wasemaje ndugu yangu? Alipotoka hapa Jumatatu, alilala usingizi wa fofofo, jali pasipo kusumbuliwa kabisa. Maana Bwana alienda kumonyesha miujiza. Mwana akaenda kumonyesha muujiza na akaachilia uponyaji. Alilala Jumatatu mpaka akawa anataka kuchelewa kazini. Alipofika kazini, yani aliona kazi ni tamu, maana Jumanne inaona ndiye alikuwa wa kwanza kuja kanisani kwa ibada, si ndio? Ilipofika saa 6 anaanza kuuliza twende ibadani, akaambiwa ni saa 9. Akarudi saa 8 yuko hapa, twende zetu. Maana hajaamini kwamba kile alichotendewa, yani kiasi cha miaka 4, alafu kwa madakika Bwana anaenda kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amemponya bwana. Sitokea juzi unalala vizuri, unakula na kushiba, hata kama hupatikani, lakini kile kidogo neema inatosha. Bwana anaenda kuachilia uzima na anaenda kuinua kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Imani mpendwa, si eti ni sarakasi utakuja ziona katika hekalu la Mungu, si vituko utakavyoviona katika hekalu la Mungu, lakini ukibeba imani yako, ukiamini, ukinapokinyaga mahali hapa, Bwana anaenda kukushughulikia mpendwa. Mwambie Bwana, naomba ukapate kunitendea pia mimi ulivyomtendea huyu, nataka unitendee na mimi, wakajua ya kwamba kunaye Mungu aishie. Bwana anaenda kuachilia kufunguliwa kwake. Bwana anaenda kumponya, na sisi anaenda kumponya, asa kuisha kumponya. Liko tumaini. Muti ulikuwa umekatwa, maisha yake yalikuwa yameshambaratishwa, lakini Bwana akachipua tena. Kuna mwanzo mpya Mungu anaenda kumwanzishia, na Bwana anaenda kusimama pamoja naye. Hata tingishika katika maisha yake, hata ogopa baya mbele yake, maana anajua kunaye Mungu amemkaribisha ndani ya moyo wake.
ukiliweka tumaini, ukiweka tumaini, Bwana anaenda kukutendea. Ukiweka tumaini, Bwana anaenda kukushughulikia mpendwa. Haijalishi unapitia ngome gani, haijalishi unapitia hali gani, mwambie Bwana, ninataka nikakuone. Maana Ayubu alisimama katika zamu, na mimi nataka nisimame katika zamu ili ukapate kunitendea makuu, na Bwana anaenda kukushangaza. Hello. Mstari wa 9 alisemaje? Mimi leo hata sitakaa hapo. Mstari wa 9 anasemaje? Anatuambiaje? Mstari wa 9 unasema lakini kwa harufu ya maji, lakini kwa harufu ya maji utachipuka, utachipuka na kutoa matawi kama mche, na kutoa matawi kama nche. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba maisha yako yanaenda kuchipuka tena mchana wa leo, na yanaenda kutoa matawi kama ncha. Kuna mwanzo mpya mpendwa, Bwana anaenda kusimama pamoja nawe. Kunao mwanzo mpya, na ni siku ya leo. Bwana anaenda kukushughulikia, ni mchana wa leo. Bwana anaenda kukufungua vifungo vya miaka, vifungo vya miezi, vifungo vya mawiki. Bwana anaenda kuvifungua, maana wewe ukapate kusimama katika zamu.